بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1439, katika darsa kitabu Akhlaqul Ulama للإمام العلامة أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. tulianza katika darasa iliyopita tukiwa tuendelea na kusoma mukaddima aliyotanguliza al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika kitabu chake hiki, akafikia kusema fa in qala qailun ma dalla ala ma qulta qila lahu al-kitabu thumma as-sunnah fa in qala fadhkur minhu إذا ما سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال. akaanza kuorodhesha ayat ambazo zaonyesha fadhila kubwa na cheo kikubwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanaovioni, na bila shaka kwa yule ambaye atasoma nusus kama hizi alizozitaja, kwa kweli itampa himma na yeye kujaribu kufikia katika kiwango alichofikia wanaovioni, angalau aweze kupata ile daraja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea wanaovioni. Tulizisoma hizi ayat alizoziorodhesha al-Imam al-Ajurri, tukafikia pale aliposema waqala azza wa jalla waja'alna minhum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. في هذه الآية وجعلنا منهم فيه أن هذا أيضا منة، وأن العالم لا يكون عالما إلا بجعل الله له أو إلا بجعل الله له. hapa katika hii aya kitizama mwanzo wake ilipoanza, imeanza na waja'alna minhum. Kwa hivyo kuna faida hapa tuipata kuwa ile daraja ya wana wa chuoni ni neema na ni fadhila anayoitoa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa kuwa fulani ni mwerevu kuliko mwingine. Ni minna Allah humpa anayemtaka, na kuwa mwana wa chuoni hawi kuwa ni mwana wa chuoni isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala
akimjaalia kuwa mwana wa chuoni. Waja'alna minhum. Wala yakunu imaman illa bija'li Allah lahu, na hawezi kuwa ni imam, kiongozi katika ilmu, isipokuwa Allah akimjaalia kuwa imam. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim. Na fadla ya Allah humpa amtakaye, na sio lazima kwa kila mwenye kutafuta ilmu kuwa mwana wa chuoni, sio lazima, wala sio malengo kuwa mtu akitafuta ilmu ni lazima afike katika daraja ya uwana wa chuoni. La, si lazima. La msingi ni kuwa uondoe ujinga katika nafsi yako mwanzo wewe mwenyewe, uwe utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira. Kisha baada ya hapo iwe nia na wewe ufikishe kwa wengine, ili kuwaondoa katika ujinga ambao tayari wewe umejiondoa nafsi yako katika ujinga kama ule. Basi kwa lengo kama hili yatosheleze mtu kutafuta elimu, ama kuwa mwana wa chuoni ama kutokuwa mwana wa chuoni. Hiyo ni kwa amri ya nani? Allah azza wa jalla, kama ilivyo katika hii aya, waja'alna minhum a'immatan. Kwa hivyo ni minna min Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema humpa anayemtaka katika waja wake, ni fadla. Allah huitoa fadla yake anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا ذكر لهذه الرتبة العلية، رتبة الإمامة في الدين. نهاب الله سبحانه وتعالى أتاجى هي درجة يجو، daraja ya mtu kuwa imam katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadhihi ar-rutba la tunalu illa bitahqiqi usulin arba'a. Na rutba kama hii au daraja kama hii hawezi mja kuipata isipokuwa akihakiki misingi minne ambayo imetajwa katika hii aya. Jumi'at fi hadhihi al-aya al-karima, misingi haya imekusanywa katika hii aya tukufu. الأول والثاني في قوله يهدون بأمرنا. فالأول هو الهداية. msingi wa kwanza ni hidayah, uongofu. Hidayatul khalqi bida'watihim wa ta'limihim wa nushihim wa husni maw'izatihim wa ta'dibihim, kuwaongoza viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwalingania, kuwafundisha ilmu, kuwapa nasaha, kuwapa mawaidha mazuri, kuwafundisha adabu. Kwa hivyo jambo la kwanza alhidayah, ndio msingi wa kwanza. والامر الثاني بأمرنا، أي أن هدايتهم للخلق إنما هي بما آتاهم الله من علم وبصيرة بكتابه وسنته صلى الله عليه وسلم، يعني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. jambo la pili ni kuwa ile hidayah wanaoelekeza watu, uongofu ambao wafundisha watu,
hufundisha kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia na kuwapa katika ilmu na ufahamu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. فهم يهدون الخلق بأمر الله أي بالعلم الذي تلقوه من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. hawa aima ni wenye kuwaongoza watu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kwa ilmu ambayo wameipokea kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, la bil ahwa'i wal adhwaqi wal ara'i au ghair dhalika, sio kwa matamanio yao, kufuata matamanio au kile wanachokiona kwa rai zao au chochote kile kisichokuwa kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. فالإمامة في الدين إنما تكون في هداية الخلق بأمر الله أي بشرعه ووحيه. uimamu katika dini, uongozi katika dini hupatikana kwa kuwaongoza watu, kuwaongoza viumbe wa Allah kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana kwa sheria na wahi aliyoteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Yoyote mwenye kufanya amali ambayo hakuamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam wala haiambatani na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, atarejeshewa mwenyewe. kwa hivyo yahduna biamrina. الأمر الثالث والرابع الصبر واليقين. msingi wa 3 na wa 4 الصبر واليقين، كما قال تعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الصبر فهو بأنواعه الثلاثة. tukizungumzia subra kwa vigawanyo vyake vitatu au kwa aina zake tatu: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. kuwa na subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho yake, kuwa na subra ya kujizuia na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subra na makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo wakati mwingine huumiza moyo, lakini lazima uwe na subra. Wa amma al-yaqin fahuwa tamamu al-ilmi wa kamaluhu. ama tukizungumzia yaqin, yaqin ni ilmu iliyokamilika, iliyotimia. wa huwa intifau ash-shak wal-rayb. na yaqini ni kule kuondoka shaka, ukawa hauna shaka na raib katika moyo wako. innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ay ayqanu wa lam yashukku. kawana yaqini kabisa, hawana shaka. kwa misingi hii minne ndipo mtu aweza kuwa imamu katika hii dini. waja'alnahum a'immatan yahduna biamrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. قال رحمه الله: وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى قوله: وجعلنا للمتقين
إماما. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. ثم ختم بهذه الآيات الكريمات. hapa akatimiza na kuhitimisha na hizi aya tukufu في ذكر الرب عز وجل لصفات عباد الرحمن. Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aya ametaja sifa za waja wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها دعاؤهم بهذه الدعوة المباركة: وجعلنا للمتقين إماما. أي من علينا يا الله بحسن الاتصاف بصفات الخير وحسن الاقتداء بمن قبلنا من أئمة الحق والهدى، لنكون أئمة حق وهدى لمن معنا. na katika sifa za waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wao huomba hii dua mubaraka: waj'alna lilmuttaqina imama. bimaana tuneemeshe ewe Mola wetu Allah kuwa na sifa nzuri za khairi, na tuwaige kwa wema wale waliokuwa kabla yetu katika viongozi wa haki na uongofu, ili sisi pia tuwe aimmat haq, tuwe maimamu wa haki na uongofu, liman ba'dana wa liman ma'ana, kwa wale watakaokuja baada yetu na wale waliokuwa na sisi. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، أي يهتدى بنا في الخير. ويواتوا wataongoka katika khairi kwa kupitia sisi. Bimaana sisi ndio tuwe viongozi wa kuelekeza watu katika nini? Khairi. wa inma yuhtada bil mar'i fil khair idha ittasafa bi sifati al khair. Na mtu ataigwa katika khairi ikiwa yeye mwenyewe amesifika na sifa za khairi. fakana qudwatan lil akharin fiha, kawa ni kiigizo chema kwa wengine katika hiyo khairi. ولهذا لا يكون الرجل إماما للمتقين إلا إذا تم هو بالمتقين. hawezi kuwa mtu ni imam, ni kiongozi wa wacha Mungu, isipokuwa mwanzo yeye awaige nani? Wacha Mungu waliokuwa kabla yake. قوله: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. هذا من الدلائل على فضل أهل العلم، أن الله جعلهم أئمة يقتدي بهم الخلق. إني katika fadla za wanavyuoni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia kuwa wao ni aimma, maimam ambao watu wawaiga na kuwafuata, na yatosheleza ikuwa ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanavyuoni. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض
عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء قال العلم والفقه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه والعقل والعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أسيد ابن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. هذه الروايات ساقها رحمه الله تعالى كلها عن مجاهد ابن جبر رحمه الله. hizi riwaya zote alizoziorodhesha na kuzinukuu kutoka kwa Mujahid ibn Jabr rahimahullah fi ma'na al-hikma fi qawlihi ta'ala yu'ti al-hikmata man yasha kadhalika walaqad atayna luqmana al-hikma na nyinginezo katika ayat. Hizi riwaya zote amezitaja katika kueleza maana ya nini al-hikma wa anna al-murada bil-hikmati al-fiqh wal-basira bidin Allah ta'ala, na kuwa maana ya hikma ni fiqh, ni ufahamu na kuielewa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitizama riwaya zote utaziona zaleta maana moja takriban. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم ابن موسى الجردي katika nuskha nyingine الجوزي قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أخبرنا الحسين بن الأسود العجلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا الفضل ابن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. ذكر رحمه الله تعالى هذه الآثار لبيان قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. amezitaja hizi athara al-Imam al-Ajurri rahimahullah ili kubainisha kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. وفيما ذكره من نقول عن السلف رحمهم الله أن المراد بأولي الأمر في الآية الفقهاء. katika yale aliyonukuu kutoka kwa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim
kuwa makusudio hapa ya ulil amr ni fuqaha wanawavyuoni, ulul fiqhi wal ilm bidinillahi ta'ala, walionaofahamu na ilmu kuitambua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan jaa 'an as-salaf rahimahumullah anna al-murada bi ulil amri al-umara wal hukam. Pia zimepokelewa riwayat na nukuu kutoka kwa salafu salih rahimahumullah ta'ala kuwa maana ya ulil amr ni maamiri, viongozi, wale ambao wamepewa utawala. Wal ayatu tatanawalu haula'i wa haula, na hii aya yawagusa wote wawili, bimaana waingia ndani yake wanaovioni na pia waingia ndani yake viongozi. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah yashtariku fihi ay fi qawli Allah azza wa jalla wa ulul amri minkum يشترك فيه أهل اليد والقدرة وهم الحكام، وينجي ndani yake viongozi, wa ahlul ilmi wal kalam wa humul ulama wal fuqaha, na pia waingia ndani yake wanaovyuoni kama vile wanavyoingia ndani yake viongozi, pia waingia ndani yake wanaovyuoni. Qala falihadha kana ulil amri sinfaini, hapa ikawa ulil amr wako vigawanyo viwili au aina mbili, al-ulama wal umara. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wanawavyuoni na viongozi wote waingia katika ulil amr. Walam yu'ti as-sinfayn min ulil amri at-ta'ata al-mutlaqa. Ukitizama vizuri katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa hawa ulil amr kwa vigawanyo viwili hivi au kwa aina mbili hizi, viongozi na wanaovyuoni, hakuwapa taa mutlaqa kuwa watiiwe moja kwa moja. Wa inma qayyada kama yufidu qaulullah subhanahu wa ta'ala wa ulil amri minkum wa lam yaqul wa ati'u ulil amri minkum. Kiangalia hii aya imekuja wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, hakusema Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'u ulil amri minkum, bali akasema wa ulil amri minkum, bima yufidu anna ta'atahum tabi'atun li ta'ati Allah. Na hapa tupata faida kuwa taa ya viongozi na wanaovioni yafuata kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا أمروا بشيء فيه مخالفة لأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما wakiamrisha chochote kile kinachokhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala au amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakuna taa kwa kiumbe katika kumaasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wati'u Allah wa wati'u rasula wa ulil amri minkum, bimaana taa ya viongozi na wanawavioni yafuata taa ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa itakhalifu, basi haijuzu kwa mja kumtii kiumbe katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fikiri kufikia hapo inshallah tutakuwa tumemaliza kusoma muqaddima, walillahi alhamdu wal minna. Na inshallah ta'ala tukija katika darasa itakayokuja tutaingia moja kwa moja babu dhikri ma jaa bihi sunan wal athar min fadl al ulama fi ad-dunya والآخرة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.